Uwekezaji kila siku una faida nyingi sana, na nchi yoyote ambayo imejikita kwenye uwekezaji, hiyo nchi inakuwa ni nchi ya mafanikio. Nasi Zanzibar, suala zima la uwekezaji limetusaidia kwa asilimia kubwa. Nimeona pale ZIPA wameeleza zaidi ya miradi 550 imeshasajiliwa, watu wanaendelea kuwekeza. Kwa kweli hii ni historia ndani ya Zanzibar. Hongereni sana kwa kazi nzuri. ZIPA mmefanya kazi kubwa sana. Na sisi tunasema tutaweka mazingira rafiki, tutaendelea kuweka mazingira rafiki kuhakikisha wawekezaji wetu wanapata kila wanalostahiki ili waweze kuwekeza kwa karibu zaidi. Nitumie nafasi hii kuomba sana sisi ambao tumepata kazi. Nimeambiwa asilimia zaidi ya 96 ni wafanyakazi, kwa maana ya Watanzania. Sisi ambao tumepata kazi, naomba tufanye kazi kwa umakini, kwa uadilifu, lakini tufuate maelekezo ya waajiri wetu ili badala ya kupungua wapate nafasi ya kufanya mradi mwingine, Wazanzibari tupate nafasi nyingine. Haya yote yasingefikiwa kama si ukombozi wa mwaka 1964. Mapinduzi haya tunayoyazungumza leo, ambayo mzee Abeid Amani Karume pamoja na wenzake waliamua kufanya mapinduzi kwa ajili ya kutukomboa Wazanzibari. Faida ya mapinduzi tunaendelea kuiona leo. Kama ingelikuwa hatuko huru, tusingeweza kusimama hapa na Wazanzibari wakaweza kuwa na vitu vizuri kama hivi. Lakini uhuru huu ndio unatusababisha tuweze kufanya mambo makubwa, lakini tuweze kuongoza sisi wenyewe. Zamani yalikuweko sio kama haya, lakini pia Wazanzibari walikuwa hawana nafasi ya kuongoza. Tulikuwa tumetawaliwa. Sasa ni mwaka wa 62, nchi yetu iko huru, tunaendelea kufanya mambo mazuri chini ya awamu tofauti kutoka ya kwanza hadi ya 8. Lakini nimpongeze sana Mheshimiwa Rais na watendaji wote. Serikali ya awamu ya 8 imefanya mambo makubwa sana. Mwezi 12 Januari tuliondoa bwana wa kusema good morning sir. Tangu mwezi 12 Januari sasa tumesalia good morning my friend. Wawekezaji, juzi niliona mwekezaji mzalendo amewekeza, na Mheshimiwa Rais alitoa wito kwa wawekezaji wazalendo waendelee kuja kuwekeza Zanzibar, lakini pia na wageni pia tunaendelea kuwakaribisha. Na mimi niwaambie ndugu zangu wa Wizara ya Uwekezaji, Mheshimiwa Sharifu na timu yako, kwa kweli endeleeni kupambana kuhakikisha wawekezaji wanakuja kuwekeza Zanzibar. Kazi mlioifanya ni njema, naendelea kufanya kazi nzuri, na serikali tutatoa kila aina ya ushirikiano kuhakikisha mambo haya yanakwenda vizuri.